Ndugu wanahabari, mnamo tarehe 23 Januari mwaka huu, kwa mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya bima ya afya kwa wote, nilitangaza kuanza rasmi kutumika kwa kitita cha mafao ya huduma muhimu za afya za gharama za uchangiaji kwa kitita hicho. Kwa faida ya hadhara hii, naomba nirudie tena, kitita cha mafao ya huduma muhimu za afya kitagharimu shilingi $150,000 kwa kaya ya watu 6 kwa mwaka. Na tunaposema kitita cha mafao ya huduma muhimu, tunazungumzia msingi wa ulinzi, ili huduma za lazima zisigeuke kuwa mzigo na kuiangusha familia. Bima ni mkataba wa tumaini, unalipa kabla ya dhoruba, ili dhoruba isikuvunje. Kuanza kutumika kwa kitita cha mafao ya huduma muhimu za afya ni hatua ya kihistoria. Tunajua kwa baadhi ya wananchi, kujiunga na bima kabla ya kuugua huonekana kama jambo geni, hata linaweza kuzua mashaka. Lakini hatuwezi kujenga nchi kwa mashaka. Tunajenga nchi kwa maamuzi ya ulinzi. Kujiandaa si kuombea ugonjwa, kujiandaa ni kujilinda na uhai. Ukweli ni kwamba bima ni kinga ya familia. Unajiunga leo ili kesho ukihitaji huduma usiuze mali, usikatishwe tamaa, wala usicheleweshwe kupata tiba kwa sababu ya gharama. Kwa imani yetu, ni jambo jema na ni jambo la busara kumweka Mungu mbele na pia kuweka utaratibu wa ulinzi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupa maisha, nasi tunawajibika kuyatunza maisha. Tunaamini hii inakwenda kuwa suluhisho la kudumu la changamoto na upatikanaji wa huduma za afya, ustawi au usawa na uendelevu. Aidha, lengo letu kubwa ni moja: kuhakikisha kila Mtanzania bila ubaguzi anapata huduma bora za afya kwa wakati na kwa heshima anayostahili. Ndugu zangu, huu mstari bila ubaguzi ni roho ya kuunganisha taifa, kwa sababu taifa linaweza kutofautiana kwenye mambo mengi, lakini kwenye afya tunapaswa kukubaliana. Maisha ya mwananchi ni yana thamani sawa, kila mmoja wetu. Umoja wa taifa huanza pale haki ya kuishi inapotolewa kwa wote. Afya kwa wote ni daraja la usawa. Daraja la usawa ndilo daraja la umoja. Ndugu wanahabari, niwashukuru tena kwa mara nyingine. Asanteni sana kwa kuitikia wito huu muhimu. Najua ratiba zenu ni nzito, wengine mmesafiri mwendo mrefu kutoka mikoani na kufika hapa. Vile vile wengine mmeacha majukumu yenu katika vyombo vyenu na kuitikia wito wetu. Tunasema kwa mara nyingine, asanteni sana sana. Kwa Kindengereko tunasema waweja. Niendelee. Nichukue fursa hii kuwakumbusha jambo moja la msingi kwa kazi yenu. Habari sahihi ni chanjo dhidi ya uvumi, na uvumi ukitawala, taifa linaingia kwenye hatari ya pili ya usalama wa taifa, hatari ya kupoteza uaminifu kwa wananchi. Ndiyo maana uandishi wa habari una nafasi ya kiusalama kama ilivyo doria ya mipakani, kila mmoja kwa eneo lake. Ndugu wanahabari, tumeamua kulitekeleza jambo hili la bima ya afya kwa wote kwa moyo thabiti na nia njema kwa wananchi wetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa kuwa afya haina mbadala na inamuhusika kila mmoja wetu, ni muhusika, tumeamua kwa dhati tumshirikishe kila mtu bila kumwacha nyuma. Leaving no one behind. Leaving no one behind
si kauli ya kisiasa, ni kipimo cha utu wa taifa letu.